Ningependa kuja, majina ni George kutoka kaunti ya Vihiga ama kule Vihiga. So ningependa kuchangia kidogo mada ya siku ya leo. Na ningependa sana sana kuchangia kuhusu uongozi wetu wa taifa letu. Kwanza kabisa mimi kama ningeulizwa ni nani ningechagua kulingana na viongozi ambao tuko au viongozi ambao wako, hakuna mmoja ningeweza kuchagua kati ya wale viongozi wako. Kwa sababu gani? Nyani ni wale wale. Wakati mnatuambia Matiang'i amekuwa kwa serikali, na wakati tunapoona ya kwamba Jubilee wanamhitaji Matiang'i akuje, ni njia moja ya kuona ya kwamba kuna watu bado wako na nia ya kutaka waanze kudoya vile wale wako wanadoya saa hii. Kwa hivyo wanataka Matiang'i akuje. Matiang'i akisimamishwa kuwa rais, watakuwa na njia ama na mwanya ya kufanya vile wale wako wanafanya. Kwa hivyo mimi kwa maoni yangu ningependa kusema ya kwamba kama ni kiongozi, na ningesii jensi sababu nyinyi ndio mko na nguvu na mko na kura, ningependa kuwasia kwamba kama inawezekana tutafute mtu ambaye hajawahi kuwa kwa siasa na hata hajawahi sikika mahali ili aweze kupewa kura. Lakini tukisema vile tumekuwa tukiona Ruto ameingia, baba amekuwa adui wa Ruto zaidi, ikawa ya kwamba Ruto hafai, Ruto ni mwizi, Ruto ni nini na nini. Saa hii baba ako wapi? Ako pamoja na yeye. Kwa hivyo hao wanasiasa wamependa kutuchezea. Wakati wanatuletea mtu, sisi tunafurahia mtu fulani. Huyu mtu akishaingia wamepata njia, wanaanza kupora, wanaanza kufanya bila wanataka. Kwa hivyo mimi ningependa hata ikiwezekana mtu mmoja kama anaweza jitokeza hapa Njenga ambaye hatujui, asimame na apewe kura, inaweza faa. Kitu ya pili ni kwamba nimesikia mwenzangu akisema hapa mambo ya Babu Owino na uongozi wa vijana. Hapa awali tumekuwa na viongozi vijana na pia kuna viongozi vijana sahi ambao tunaona. Kwanza kabisa Kasonga akiingia alituambia yeye ni kijana barubaru na anaweza fanya kazi vizuri kuliko wazee ambao wamekuwa. Kasonga mwenyewe ndiye amekuwa ovyo zaidi hata kuliko wazee wa Kena Kibaki wale ambao walikuwa. Okay, tumeona uongozi wa vijana, I'm sorry to say, lakini mtu kama Sonko tumekuwa naye hapa Nairobi. Ikawa ni kijana, akakuja na manifesto mzuri, ikawa kwamba Sonko atasimamisha Nairobi. What happened? Ilifika mahali ikaonekana ya kwamba Sonko ameshindwa. Kwa hivyo kidogo mimi niko na tuashishi na uongozi wa vijana. Uongozi unafaa mtu ambaye amekomaa kiasi, ambaye anaweza kuwa na mawaidha na ujuzi wa kuongoza nchi. Lakini vijana wanapokuja wanakuja na mambo mengi, ria tipi nini na nini, alafu inafika mahali unakuta ya kwamba amefail. So kwa maoni yangu ni kwamba kama ni kiongozi achaguliwe kutoka mahali popote, na asiwe mwanasiasa ambaye tunajua kwa hao wanasiasa wako. Manaka atakuja, tukishampeleka unasikia handshake, unasikia sijui nini, unasikia nini. Wakisha kuja pamoja, sasa ndio hiyo house levy imenyamaziwa hivyo. Watu wanyanyaswa, wakikatwa pesa, wakifanya nini. Raila mwenye alikuwa anatuongoza wakati ameenda pale handshake kwisha. So uongozi wa sahihi, wale viongozi wako wanajuana wote. Hata tukidanganywa ati Matiang'i, tudanganywa ati Musyoka, tudanganywa nani, ni uongo. Wakati Musyoka ataingia tu pale, utakuta Raila ako pale, utakuta huyu Kasonga ako pale tena kwa hiyo serikali, hata kama atakuwa ametoka. Na vitu zote ambazo wamefanya wananyamazia, wanafunika, zinakuwa hivyo. Kwa hivyo ni vizuri tupate kiongozi ambaye hajajulikana mahali. Kiongozi ambaye tutamjua ya kwamba tukimuelect saa hii atatufanyia yale ambayo tunataka. Otherwise Kenya hii tukiendelea kuwa vile tunaendelea kupiga kura vile tunapiga kura namna hii, hatutaenda mahali, na Kenya tutabakia tukiwa na machungu kila wakati. Manake tumekuta ya kwamba watu ambao wanasimama wanakuja na ulimitamu kwetu. Hata okay,
Kitu kingine tuchunge sana. Tumetawaliwa na pesa. Watu wetu wengi wametawaliwa na pesa. Wakati mtu anakuja, Gachagua ametuambia juzi kuna container pale. Inaandanga inafunguliwa, milioni kadhaa zinatolewa, zinaenda kupewa watu. So shida ambayo tuko nayo wa Kenya hasa, tunaongozwa na kitu kidogo. Wakati container inaenda kufunguliwa, pesa zinatolewa ndani, unapewa 200, 300, 500. Basi Kasonga anaenda. So tuchunge sana mambo ya hongo katika Kenya hii. Jambo lingine kuhusu Gachagua. Gachagua nafikiri vile mwenzangu amesema walikuwa wamejuana na Ruto vizuri. Na mambo ya Gachagua, mtu ambaye anajua vizuri ni Ruto, na Ruto anajua Gachagua vizuri. Kwa hivyo hao watu wanajaribu kutuchezea tu akili. Hakuna vile tunaweza sema ya kwamba ati huyu anasema ukweli kwa huyu anasema ukweli kwa Ruto. Ako na powers ambazo anaweza tumia kunyamazisha Gachagua. Lakini nini kinafanyika? Gachagua anaongea vile anataka, anaenda pale anasema Kasongo ilikuwa hivi, anaenda pale anasema hivi. Kwa nini? Kwa sababu hao ni watu wanajuana. So tusipojihadhari, sisi wenyewe ndio tunaingia katika shimo. Manake Gachagua mambo ambayo anatuambia hapa saa hii angetuambia kitambo. Lakini kuja kutuambia saa hii sasa, hii ndio imefanyika, hii ndio imefanyika. Alikuwa wapi kitambo? Angetuambia wakati ule. Huyu Gachagua wakati Raila alipigwa hapa risasi, huyu Gachagua mwenyewe alisema ya kwamba hawa ni watu ambao ni watu wa Raila wenyewe walifanya mambo kama haya. Saa hii analia akisema ako hatarini, anawindwa. Nani anamuwinda? Manake hapa alituambia Raila hapa ni vijana wake ambao walikuwa wanataka kumuua. So yeye analiaje akisema hana security ati wanamuwinda? So hii ni mambo ya porojo ya Gachagua na vile wanajuana na Ruto. Kwa hivyo sidhani kama kuna uzito pale mambo ambaye Gachagua anatuambia ati imekuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Haitatupeleka mahali. Kwa hivyo yangu tu ni hayo. Nafikiri kama Wakenya tukishajua vile ambayo inafaa tukae, hatutarudia makosa ambayo tumefanya. Manake Kasonga amekuja na lugha mingi, akakuja na Kiswahili, akakuja na nini, tukakubali. So tusipojihadhari, mwingine atatokea tena vile mnasema hivi, atakuja na Kiswahili mingi na lugha mingi na Kizungu mingi. Bado tutampatia tu kura. Tukifikiria ni mtu mzuri, kumbe si mtu mzuri. Kwa hivyo kama Wakenya ningependa kuwasia kwamba hakika tuchukue kura kama vijana. Na vijana, mahali kijana yote yako, tafadhali. Kuna wale watu ambao hawaendagi kupiga kura. Ingekuwa ni vizuri sana vijana mumobilize watu wakati wa kura. Kuna wamama, kuna wazee na watu wengine, hata vijana wenzenu hawachukui kura. Kwa hivyo ingekuwa ni vizuri vijana mumobilize vijana wengine, wamama, wazee watoke waende kuchukua kura. Hivyo ndio itakuwa silaha ya kutoa huyu Kasongo. Na mtu asidanganye kwamba tukishapiga kura Kasongo ashindwe na milioni 2 ataiba na ikubalike. Tusidanganyike. Ama tusidanganye kwamba hata tupige namna gani kura Kasongo ataiba tu, hakuna. Inafikanga wakati ambayo inafika mwisho. Moyo alikuwa profesa wa siasa. Lakini aliposimamisha Uhuru, ikawa ya kwamba atatumia uprofesa wake wa kisiasa, Uhuru hakushinda. So tusio na ile dhamira ama nini ya kuona ya kwamba ati kwa sababu Kasongo hako na anajua vile kura inaibu hatuwezi mshinda. Hapana. Silaha ni kuchukua kura, tuone ya kwamba tumeenda kupiga. Asanteni. Umesema kuja na kuuliza swali. Umesema Wakenya wachukue kura na waangalie viongozi mwenye asemi uongani maneno matamatamu. Kitu ya kwanza hii Kenya ama dunia mzima, ukitaka kuwa mwanasiasa lazima utapike sukari. Sasa wewe kwa saa hii, kozi hao wanasiasa wote
hatuwezi jua akue nani anakuwa maisha mzuri. Kwa hiyo kivyako unaweza tuelezea ni mtu upi yenye unaweza ni convince mimi hata nimfurahie nianze kumtamani kuanzia saa hii nimpigie kura ya urais. Asante. Okay, kuna qualification ya viongozi ambayo ukiangalia namna wamekuwa kifanya, namna wamekuwa kienda. Tumesema kuna kiongozi na kuna mwanasiasa. Kuna vitu mbili tofauti. Mwanasiasa atakuja na mambo mengi matamu, lakini kiongozi utaona kwa matendo. Sasa ni kiongozi yupi mwenye unamezea mate ndio ukiconvince hata kama ni kura 20 ziko hapa tumpigie? Ni kiongozi yupi mwenye unamezea mate wewe? Nafikiri nimekuambia kwa sasa. Nimesema ya kwamba kwa sasa hao viongozi wote ambao wako hakuna mmoja mimi naweza simama nimpigie kura. But kuna wale ambao watatokea. Kama nani? Hata kama nani? Ama ni wewe, tujue ni wewe, tuambie jina lako tuweze kukuzia sasa. Nimesema hata kama ni mimi, kama ni mtu yoyote ambaye atasimama, ambaye hatujui, afadhali tumpigie kura kuliko hao ambao wanakuja na maneno tamu. Yeah? Sasa una kiongozi. Mimi naona okay. Wewe una kiongozi. Okay. Tupate kura tupigie nani? Presently mimi mtu ambaye anaweza ona. Huyu tunataka sana. Mwenye anaweza simama na tumpatie kura kwa kauli moja. Kuna mtu kama Maraga, kuna mtu kama huyu alikuwa CJ, former CJ. Kuna mwingine before. Huyu Muluya anaitwa nani? Muluya. Alikuwa speaker nani? Anasema Marende. Watu kama wakina Marende hao ndio wanafaa kuwa viongozi. Lakini hao una kiongozi. Wewe chagua watu 5 na kura yako ni moja. Okay. Wewe hata mwenyewe una kiongozi. Wewe mwenyewe rudi kwa drawing board. Unatia kitu mzuri yenye unaongea unazambia raia. Okay. Usiwaambie tuchukue kura wewe mwenyewe una kiongozi. Wewe pia enda kwa drawing board. Okay, kile nimesema kwa saa hii. Kweli. Kwa saa hii. Ni sawa. Hii ni kura unatoa. Yes. Usikuja hapo uambie chukueni kura. Tuende uweke kura hapi. Hatuwezi pigia watu 20. Watu 20 mara Maraga, Marende. Kwanza hata huo nani unasema Matiang'i ako ng'ambo. Matiang'i amekuja. Yes. Alikuja address nani amekuja mimi kama Mkenya. Kenya shughuli yangu ni hii. Okay, nimesema watu kama wakina Marende. The type. Si wanasiasa hao. Ukiwaangalia vile hata wamekuwa wakiongoza uongozi wao, at least unazaona huyu anaweza kuwa kiongozi mzuri. Lakini wale ambao wanakuja na mambo mengi nini hatuwezi wadhamini sana, sababu tumeona through Kasongo alikuja na mambo mengi mazuri. Watu wakaona huyu ni malaika kutoka mbinguni. Lakini sasa saa hii watu ni kuteseka, kuhangaika, kuuawa, kufanya nini? Kwa hivyo ningependa tujihadhari.